Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu, uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize, imani izidi ikamilike, pendo liwe safi na njia nuru. Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu, umekuwa nasi siku nyingine, tunakuhitaji mpaka mwisho. Uje Mkombozi, tupe neema, tusikie Yesu, utubariki. Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye upendo na huruma, asubuhi hii ya leo wana wako na binti zako tumepiga magoti mbele zako, tukikushukuru kwa ajili ya ulinzi uliotupatia masaa mazima ya usiku na kutuamsha salama. Baba, jina lako litukuzwe. Tunajikabidhi kwako katika dakika chache tulizonazo za kujifunza. Tunakuomba wewe ndio ukapate kuwa mwalimu, nasi tukapate kuwa wanafunzi katika shule yako, tukafundishwe na tukaelewe kile ambacho unakusudia kiweze kueleweka katika kipindi hiki ambacho tunaishi. Neema yako ikawe nasi pamoja na wapendwa wetu waliopumzika. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Hapa nilipoweka ni chini, lakini si kama pia mtakuwa naona. Hapo ni yezo mwingine kuangalia. Ongezea ile. Hapa itaonekana. Ongezea kidogo. Ndio au niweke hapa. Ndio hiyo hapo ndio. Ongeza ishe. Sasa hivi chini.
Kila mtu ataona. Kaka leo. Jamani, ile kodi tusizingatie tu kwa sawa. Sisi tuachana nayo. Sisi tunazingatia. Nadhani hamna hata moja kama kodi. Sawa ndio. Tumekucha vizuri. Wale ambao jana walikuwa sisi tunajua tupo angalia. Tutazama ni kugani? Kana nikumbuka. Elimu ya kweli kurasa 125 na 126. Naam, elimu ya kweli kurasa 125 na 120 ngapi? 26. Tulichokuwa tukiangalia zaidi ni swala zima la mpango wa nini? Wakumbuka. Jana sikuweza kufika jioni, lakini najua muendelea kuna wale mlipangalia. Basi dakika chache zilizopo tutakuwa tunaangalia vitu fulani hapa. Mimi nitamani sana kwa neema ya Kristo kwa muda huu tujifunze kitu hiki. Sawa jamani? Kaka mimi kinaandikwaje? Elimu ya kweli na mishonari wa kweli. Elimu ya kweli na umishonari wa nini? Wa kweli. Hicho ndio kitu ambacho tutakuwa tunakiangalia kwa kipindi ambacho Mungu ataruhusu tujifunze kwa pamoja. Elimu ya kweli na umishonari wa nini? Wa kweli. Tutakapokuwa tunaendelea kujifunza tutaona nini maana hicho kichwa ambacho tumekiangalia hapa. Elimu ya kweli na umishonari wa kweli. Kwa hiyo natamani sana kwa neema ya Kristo tujifunze na tuelewe kuhusiana na elimu ya nini? Ya kweli. Maana kuna muda mwingine mtu anadhani elimu ya kweli au elimu ya uongo ni kwenda kwenye shule ambazo zimesajiliwa dunia. Sawa jamani? Kwa mtu anadhani kwamba kwa kusoma pale ndio unasoma elimu ya uongo. Ni kweli. Lakini kuna mtu mwingine asome hapo hiyo shule hiyo. Si ni kweli? Kwani watu wote wanaitwa na Kristo wanakuwa wametokea shuleni? Amina. Wengine wanakuwa wametokea mtaani, si ndio? Huko kwa mtaani pia kuna elimu inatolewa. Sasa tukielewa lengo la elimu ni nini, ndio tutaelewa nini maana ya kusoma elimu ya kweli. Najua vingine tumeshajifunzaje. Lakini tukitoka kwenye elimu ya kweli ina lengo kutupeleka kwenye umishonari wa nini? Ya kweli. Kuna nukuu moja hapa natamani tuiangalie. Hii hapa ni huduma ya uponyaji kama tunavyoona hapo 395. Sijaitafsiri lakini tutakuwa na tafsiri hapa. Sawa jamani? Tafsiri moja kwa moja ile nukuu. Inapatikana huduma ya uponyaji, hiyo Ministry of Healing, huduma ya uponyaji ukurasa wa 100 ngapi? 300 ngapi? 95 paragraph ya kwanza. Hii nukuu ni nukuu nzuri sana na itatusaidia kutuwezesha kufahamu kichwa cha somo ambalo tunajifunza. Tunajifunza elimu ya kweli na umishonari wa nini? Wa kweli. Maana Mungu ameita watu kuwa nani ya upendo? Wamishonari. Ule wimbo wenu nikumbusha kuna ile sehemu nakumbuka napenda sana. Fanaitaje pale? Ile sehemu fulani inaimba kitu fulani hivi. Mungu ameita vijana nini? Bwana anatuita tungali vijana tukafanyaje? Tukatumika. Sasa anatuita kwenye nini? Si ndio jamani? Anatuita kwenye nini? Sasa hicho kitu ambacho Mungu anamuita kila mmoja, Mungu anaita watu kuwa missionary. Sasa hebu tuone. Hiyo ni kuu naomba tuisome taratibu kwa vizuri kabisa. Sawa jamani? Tunaangalia elimu ya nini? Ya kweli. Nikitafsiri pale nasema elimu ya kweli nini jamani? Elimu ya kweli ni mafunzo ya umishonari. Nukta iko hapo. Si ndio jamani? Elimu ya kweli mafunzo ya nini? Ya missionary. Kwa true education is missionary training. Mpaka hapo. Kwa hiyo tukiandika tunaweza kusema kumbe mtu akisema tu swala la elimu ya nini? Elimu ya nini? Ya kweli. Anaposema ni maana ni sawa sawa. Si ndio jamani? Kumbe sawa sawa na mafunzo ya nini? Umishonari. Umishonari unaandika hivi? Ndio. Hivi kwa Kiswahili ni nini? Au ndio hivyo umishonari? Wamishonari waliotuma watu walienda mahali fulani, sichokusikia. Maana wamishonari wapo kwenye mission, si ndio jamani? Sasa anasema elimu ya kweli ni mafunzo ya nini? Ya umishonari. Kwa hiyo kama mtu anapata mafunzo ya kumfanya kuwa mishonari, huyo mtu anakuwa anapata elimu ya nini? Ya kweli. Lakini mission ziko nyingi duniani, si ndio jamani? Hata wanajeshi wana mission. Si tunafahamu? Wanajeshi wana mission, ukienda vitani kunakuwa na mission unaenda kuifanya. Wanataka kukamilisha mission ambayo wamepewa kuifanya. Sasa na wao pia lazima upate elimu ya nini? Elimu yao. Sio sasa itakuwa elimu ya kweli. Itakuwa ni elimu kulingana na utume ambao umepewa kufanya. Sasa sisi tunatakiwa kupata elimu ya kweli. Na elimu ya kweli hii maandiko yanasema ni mafunzo ya nini? Ya umishonari. Tutaiangalia pia elimu ya kweli kwa upana wake ni nini. Alafu anasema
kila kijana na binti wa Mungu wameitwa kuwa wamishonari. Tunasikia wapendwa, kila kijana na binti wao wa Mungu hawa wameitwa kuwa nani wapendwa? Wamishonari. Kwa hiyo hapo ukiandika pia kwa free, ukiandika tu huduma ya uponyaji 395, alafu unaweza ukasikiliza vizuri. Baadaye sasa naweza nikakwambia ili tukaichambua vizuri. Kwa hiyo hapa sasa hivi mnisikilize kwanza, unaonaje? Msiandike vitu vingi, lakini andikeni vichache. Yes. Andika vichache kwanza bwana. Ukisikiliza ni vizuri zaidi, afu baadaye utakuja kuandika, sawa? Haya. Kwa hiyo hapo sentence inayofuata nasema kwamba kila kijana na binti, sawa? Kwa hiyo hapa kuna kijana, huyu hapa, Abeli yuko hapa, na kuna binti. Ndio nani huyo? Haya, kwa hiyo kuna kijana na binti, si ndio? Kwa hiyo kila kijana na kila binti wa Mungu wameitwa. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni neno nini? Wito, call, wameitwa. Tunasikia Kwa hiyo kila kijana na binti wa Mungu wamepewa nini jamani? Wito. Tunafahamu katika maandiko watu ambao walikuwa wamepewa wito, si ndio? Hivi nani wa kwanza kabisa unakumbuka aliyepewa wito za nyakati hizo ni nani? Ibrahimu. Tena huyu ndio kisa chake kizuri sana. Kwamba Mungu alimwita nani? Ibrahimu, amwambia atoke katika wale nani? Ndugu zake, yule wakadai kwa ndugu zake, Mungu akamwambia ondoka hapo, njoo huko nami nitakubariki. Unajua muda mwingine Mungu anataka kubariki. Jana nilikuwa naangalia yule nyao pale. Yule nyao nikataka nimpe chakula, alikuwa na njaa. Nikataka nimpe chakula. Sasa mazingira ambayo wangapi walikuwa pale jana? Sasa mazingira ambayo nyao walikuwepo, kulikuwa na nani pale? Na kuku. Na kuku ni wasumbufu sana. Kwa hiyo ukimpa paka chakula na kuku na anataka wale. Sasa mimi ngana mwita nyao pembeni kwenye maficho kidogo ili nipatie chakula. Sasa na kuku na nyao mimi anielewi. Nikimwita anielewi. Basi kabidi nimpe hapo. Kwa akaa nusu akala kuku, akagawana. Kumbe kuna mwingine Mungu anakuita na kwambia toka mahali fulani, kuna lengo anataka kuambia. Kwa hiyo kama uelewi sasa, unaweza kubakia pale pale, baraka kufika kwa shindo kufurahia baraka. Kwa hiyo sasa Mungu kila kijana na binti wameitwa. Ndio jamani, wameitwa kwa nani? Wamishonari. Kwa hiyo kila kijana na binti wamepewa wito wa kuwa wamishonari. Wamepewa wito wa kuingia katika mafunzo elimu nini? Elimu ya kweli ambayo ni mafunzo ya nini? Ya umishonari. Anaendelea nabii anasema kwamba tunaitwa kwa ajili ya huduma. Tumesikia jamani? Tunaitwa kwenye huduma kwa nani? Kwa Mungu pamoja na kwa wanadamu wenzetu. Sio, nimetafsiri sahihi hapo? Amesema we are called to the service of God and our fellow men. Kwa hiyo tumeitwa kwa ajili ya huduma kwa Mungu na kwa wanadamu. Tunasikia wote? Kwa hiyo mwanadamu kama yuko hapa mwanadamu yuko hapa. Kwa hiyo mwanadamu anaitwa kwa huduma kwa nani? Kwa Mungu juu, si ndio? Lakini pia kwa wanadamu. Tumeona huo uhusiano sasa. Kwa mtu ambaye ameitwa, mtu ambaye amepata mafunzo ya elimu ya kweli, na huyo mtu aliyepata elimu ya kweli amepata mafunzo ya nini? Ya umishonari. Kwa ameitwa na Mungu. Kila kijana na binti wameitwa na Mungu. Kwa hiyo wameitwa wapi? Wameitwa kwa ajili ya huduma. Ile neno la msingi sana, si ndio? Huduma au utumishi. Vitu vichache mnaweza kukaviandika. Utumishi. Mtu anatumika anaitwa nani? Mtumishi. Maandiko mahali pengine yanasema mtumwa. Sawa Kwa mtumishi, maana ukisikia watu wanatoa utumishi, kwa watu wanafanya kazi utumishi wa umma, si ndio? Si kweli kama wanafanya kazi kwa ajili ya hilo au wanajitumikia wenyewe. Lakini maandiko yanasema tumeitwa kwa ajili ya huduma au kwa ajili ya utumishi, ile ni service. Tunasikia watu wanafanya service. Tumeitwa kwa ajili ya huduma au utumishi kwa katika sehemu kuu mbili. Kwa nani wapenda? Kwa kwanza kwa nani? Kwa Mungu. Huwezi kwanza kufanya huduma kwa wanadamu kama hujatambua uhusiano wako kati wewe na Mungu. Tumeitwa kufanya huduma kwa Mungu, lakini pia kwa wanadamu wenzetu. Alafu kiangalia amri 10 za Mungu zile. Amri 10 za Mungu Yesu alisema zimegawanyika katika makundi makuu mangapi? Mawili. Alisemaje? Mpende nani? Bwana Mungu wako. Kwa nini? Moyo wako wote, tena na tena. Tutaangalia vipengele vitatu ambavyo vinazungumziwa hapo. Yesu anatoa anamaanisha nini? Sawa jamani? Alafu anasema na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo ina maana mtu anayetimiza lengo hilo, huyo ametimiza lengo la elimu ya kweli. Maana lengo la elimu ya kweli, mtu ameitwa kufanya huduma kwa Mungu, lakini pia kufanya huduma kwa
wanadamu. Kwa hiyo akitimiza tu ile lengo la kumpenda Mungu kwa nguvu zake, kwa akili yake, kwa roho yake, na jirani yake akampenda kama nafsi yake, huyo mtu amefanya huduma kwa nani jamani? Kwa Mungu, na wanadamu wamepata mafunzo ya kimishonari. Anasema kwamba na kwa to fit us for this service, na ili kutufanya kufaa kwa ajili ya huduma hii, tunasikia wote, anasema inapaswa kuwa ndio lengo letu la elimu, ndio lengo la elimu yetu. Kwa lengo la elimu mwisho siku litamleta mtu mazingira haya. Kwa kama mtu amepata elimu, alafu elimu yake anajitumikia yeye mwenyewe, huyo amepata elimu ya kweli? Haya. Mtu akapata elimu, akawa anatumikia tu wanadamu, huyo amepata elimu ya kweli? Hapana. Unajua kuna watu wamepewa mafunzo ya elimu, alafu wanafanya kazi nzuri sana kwa wanadamu wenzao. Wanajengea barabara, wanapatia umeme, maji na huduma zote za msingi, hospitali na vitu ambavyo wanavihitaji. Lakini kwa Mungu hawajulikani. Huyo amepata elimu ya kweli? Bado hajapata elimu ya kweli. Kwa hiyo alipata elimu ya kweli, ataangalia uhusiano wake na atazingatia sana kutengeneza mahusiano kati ya yeye na nani? Ya Mungu, kumfanyia Mungu huduma, lakini pia kufanyia wanadamu nini? Huduma. Ndio swali la jana tunaweza kujibu vizuri. Dada, tulikuwa tunajifunza katikani, tukasema kwamba mara nyingi unakuta watu wengi wameingia zaidi hapa upande wa pili huu wanadamu. Na huko wanadamu maisha ni huduma. Tunasikia jamani? Maisha ni nini? Ni huduma. Kwa hiyo muda mwingine shetani anaweza kukufanya ukawa uko busy sana, unafanya huduma kwa wanadamu, ukasahau kufanya huduma kwa nani? Kwa Mungu. Na kufanya huduma kwa Mungu, tunamwangalia mtu mmoja mmoja hapa. Huduma kwa Mungu, mtu binafsi, ni mahusiano kati ya na nani? Na Mungu. Bila shaka sio kama jana mlijifunza kuhusiana na hatua za kumjua Mungu. Mliangalia jana? Basi kaka, tutaendelea naye na kaka, tutaangalia namna ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu binafsi, huo ndio ushindi. Yaani kumjua Mungu binafsi, hiyo ndio huduma ya kwanza ambayo kila mtu anahitaji. Alafu mtu anapopata mahusiano binafsi na Mungu, sasa yale mahusiano binafsi ambayo yeye ameyapata na Mungu, anasema siwezi kuvumilia kuendelea kubakia hapa tu. Wacha na mimi nikamweleze jirani yangu. Kwa hiyo anapofanya kwa jirani yake kile ambacho amekipokea, maandiko yanasema huwezi kutoa kitu ambacho kufanyaje? Hukupokea au huna, huwezi. Kwa lazima kwanza upokee. Hata pipe ya maji ili iweze kupeleka maji mahali fulani, si lazima itenge kwenye kisima? Itenge kwanza kwenye kisima. Kwa hiyo kule kutenga kwenye kisima ndio kufanya huduma kwa nani? Kwa Mungu. Halafu baada ya kutenga kwenye kisima ndipo sasa iweze kupeleka maji mahali pengine. Inapopeleka maji mahali pengine, hapo ndio kufanya huduma kwa nani? Kwa wanadamu wenzako. Sasa hebu pata picha, pipe hajaweka kwenye maji. Alafu mtu anasema au pipe yenyewe anasema nitajaza vyombo maji leo, majaba na mapipa yote nitajaza maji. Inawezekana? Ukaiona pipe inapambana kuweka kwenye pipa la kwanza, pipa la pili, dumu la kwanza, kitaingia kitu. Itajaza nini? Itajaza nini? Hewa, si ndio? Itajaza hewa. Kwa muda mwingine huduma zimefanyika, mioyo ya watu imejazwa hewa. Tunasikia wote wapendwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu binafsi hajatengeneza uhusiano wa yeye kuchota maji kwanza kwenye kisima ambacho hakikauki. Wapendwa, tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo kuna uwezekano ukaweza kufanya huduma kwa mtu mzuri na mtu akabarikiwa nayo, lakini akabarikiwa nayo kinusu, asibarikiwe nayo jumla. Kuna mtu anasema kwamba wamishonari wengine, nabii anasema hivi, kuna wamishonari ambao wamebekiwa nusu. Wametumia neno lugha ya mkate. Wangapi wanajua kupika mkate? Kwa hiyo unajua, dada unajua kupika mkate. Kama mnajua kweli itabidi upike mkate hapo. Mkate mzuri kabisa tu ndio upikaji. Nabii anasema unapika mkate, nani anapenda kula mkate ambao umeiva nusu? Nani? Hakuna. Sasa kama hakuna, na sisi pia tunaandaliwa kama mikate kwenye oven ya Mungu. Sawa au kwenye jiko la Mungu. Mungu anatupika tukiiva, sasa ndio tunaweza kwenda kuliwa na watu. Sasa anasema kuna hatari, shetani pia anaweza kutengeneza watu au akapandikiza mawazoni mwa watu wa missionary ambao wamebekiwa nusu, kubekiwa kuokwa wameokwa nusu. Ni kama mkate ambao umeokwa namna gani? Nusu. Yaani kuna kipande kimeiva lakini kuna kipande hakijaiva. Tunaona huyu mtu anajua hiki vizuri lakini hiki bado hajakifahamu vizuri. Tunaona jamani wapendwa. Na Mungu atusaidie katika mafunzo yetu, katika umishonari wetu, tuhakikishe tumeiva si vizuri sehemu zote. Mtu akaenda kukukula wewe, mtu akaenda kukukula migabe, hakikisha anapata ladha zote. Kama ni chumvi, mkate umetiwa chumvi, asikie ladha ya chumvi, asikie ladha ya sukari, asikie ladha ya tangawizi, asikie ladha ya manjano, aone kabisa huku mkate unaokula uko vizuri. Tunaona jamani wote.
Hayo ndio mafunzo ya kimishonari, na huo ndio mishonari wa kweli, au hiyo ndio elimu ya nini, ya kweli, kuhakikisha watu na wapeleka kwenye kuwa watumishi kwa Mungu, wawe waaminifu, lakini pia kwa wanadamu wenzao wapeleke huduma ambayo ni nini, ni njema. Mpaka hapa nani ana swali? Tunachelewa kwanza. Ngoja tuangalie kipengele kimoja hapa kuhusu. Tuangalie maana tu elimu ya kweli, afu tuone inavyofanana na hicho ambacho tumejifunza. Elimu ya kweli tunasoma ukurasa wa 13. Tunaangalia maana ya elimu ya kweli. Ni ukurasa wa 13 kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni ukurasa wa 7. Maana kitabu cha elimu ya kweli hiki kimoja kinachofahamika kwa Kiswahili ukurasa wa 7, kwa Kiingereza ukurasa wa 13. Ngoja tuangalie kidogo hiki kitu alafu tutaendelea nacho asubuhi. Haya. Tunaangalia kuhusiana na elimu ya kweli. Kwa Kiingereza ni paragraph ya 13.1, kwa Kiswahili 7.1. Paragraph ya kwanza. 7.1. Haya, tuache huko kidogo. Niangalie sasa. Hapo tumeandika nini? 13.1 au 7.1, si ndio? Haya. Nasoma hapa vipengele vichache vya kuhusu elimu ya kweli. Biblia inasema hivi, fikra zetu, fikra ni nini? Ni mawazo, sio? Anasema fikra zetu juu ya elimu ni za kiwango kifinyu na cha chini. Unajua fikra elimu. Hivi kwa haraka mwanzoni ulipokuwa unasikia elimu, kichwani kinakuja haraka haraka. Mtu akisema elimu, hajapata elimu huyo. Kinachokuja haraka haraka kilikuwa nini? Ajenda shule, sio? Mtu anasema au jamaa huyo, au mwana hivyo hana elimu huyo. Lakini sio maana elimu. Unajua kila mtu duniani ana elimu. Kila mtu duniani ana nini? Ana elimu. Kutegemea tu ni elimu gani aliyopata. Kwa kuna mwingine kwa ameenda elimu labda amesoma mpaka form 4, form 6 chuo, ana degree labda, akimwona mtu mwingine kwa mtaani anasema huyu hana elimu. Kumbe kila mmoja ana elimu. Lakini huyo alienda mpaka chuo, gari yake ikiharibika, anaenda kwa garage, sio? Bwana, sio shida ni nini hapa? Haelewi. Yaani hajui. Kitanda kikiharibika mpaka hapa, tunataka kupiga kelele hata sielewi ni nini. Lakini wao wamepata elimu labda kwenye masuala mengine. Tunaona kumbe kila mtu ana elimu. Kila mtu ana elimu katika maisha. Na Biblia si mwalimu. Biblia pia inafundisha. Anasema kwamba kwa hiyo mawazo yetu juu ya elimu yanakuwa ni kiwango cha chini. Alafu anasema kuna haja ya upeo mpana na malengo ya juu. Alafu anasema elimu ya kweli ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo. Elimu ya kweli. Kwa hiyo elimu ya kweli haimfanyi tu mtu kwenda kwenye kozi fulani ya masomo. Tunaona na ndio maana Mungu pia huwa anaita watu kutoka kwenye kozi hizo ambazo mtu amesomea. Kuna mtu amesomea tu jicho. Sio hapo watu hao. Mtu amesomea nini? Jicho. Jicho analijua vizuri kweli. Kuna mwingine amesomea tumbo. Tumbo tu, lakini kuhusu chakula hajui. Kuna baadhi hata madaktari wamesomea kuhusu tumbo lakini hawajui namna gani ya kula. Unakuta mtu amesomea tumbo, amesomea mfumo mwingine wa chakula, iko vizuri, lakini akifika anakula chips mayai. Huyo amepata elimu ya kweli. Na kuna mwingine amesoma mambo ya lishe. Hivi ni chuo gani kinafundisha mambo ya lishe? Ni SUA. Ndio SUA wanafundisha mambo ya lishe. Anajua lishe vizuri, anaweza kachanganya hiki na hiki na hiki, lakini kitu kama masuala mengine hapa mwili wake kufahamu hajui. Sasa unaona masuala haya. Kwa hiyo elimu ya kweli ni zaidi ya mwanafunzi kusaka kozi fulani. Mimi nataka niwe mbobezi kwenye hiki. Elimu ya kweli inamfanya mtu anakuwa na uwanja mpana wa kutawala mazingira yake. Akisikia hapa panauma, anajua hapa panapouma ni tumbo la chakula linauma. Akisikia hapa panauma, sema hapa itakuwa ni figo inanisumbua. Akisikia hapa ni, kwa hiyo unajua sio hapa si nini? Sio kibofu hiki kinauma. Hajajua mpaka aende kwa daktari. Daktari anamwambia yeye sasa, ndugu yangu wewe hapa unapouma ni tumbo la chakula. Daktari anakuambia na wewe siku zote upo na huo mwili lakini hujui. Tangu unazaliwa mwili uko nao, si ndio? Unatembea uko nao mwili wako. Wewe siku zote unaombeba lakini hujui kuhusu mwili. Unaona? Kuna mahali nabii anaandika anasema kuna watu wanafahamu zaidi kuhusu masuala ya mechanics. Tunafahamu mechanics magari, unaona? Mtu anajua magari, anajua pikipiki. Akisema huyu anasema hapo, hiyo ni plug, hiyo fungua plug. Yaani hata hajaona pikipiki, yaani akisikia tu, hata pikipiki hiyo plug ni mbovu. Hiyo pikipiki unataka kumwaga oil. Hii pikipiki imeisha mafuta, unasikia? Akiendesha ndio hapa tairi la nyuma linasumbua, linayumba. Kwa hiyo anajua pikipiki vizuri na sehemu zake na kutaja majina. Hasa aje si nini kiasi sielewi kabisa. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka tuweze kufahamu
Elimu ya kweli, ujue tu vitu katika nuru hata ile ya kawaida kabisa. Tunasikia ndugu zangu? Haya, twende sasa. Na sisi pia Mungu tunaitwa kuwa watumishi, ufanye huduma kwa watu wengine. Kwa hiyo hapa tuishi kujifunza tu, lakini tunachokipata kwa pamoja kinakuwa ni msaada kwa ajili ya mtu mwingine. Utapata nafasi kwenye kanisa fulani, utapata nafasi kwenye familia fulani. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu uende kwenye familia fulani ukasaidia kuifundisha. Sio lazima uende mahali ukute watu wako 200. Hapa sasa ndio tutapiga gombo. Hamna. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu akatabe niondoka hapa, nenda kwenye familia fulani, kijiji fulani, kwa wafundishe namna ya maisha. Si umekuwa missionary? Si umepata mafunzo ya missionary sasa? Ukipata mafunzo ya missionary, unafanya huduma kwa watu wengine. Utafika pale kuanzia asubuhi utakuwa unaamka, si ndio? Unaamka asubuhi kama mvua inanyesha kama hivi. Hakuna kuni. Utasema, mkao kwa wapi na gesi? Utauliza. Itabidi ufanyeje? Uchukue nini? Shoka. Chukua shoka, nenda na pasua kuni. Beba kuni kwa asubuhi. Weka moto, chochea. Maji yako wapi? Utauliza, mabomba hapa yako wapi? Utauliza hivyo. Utafuata maji yalipo kisimani, si ndio? Watashangaa watu kuona huduma yako, watashangaa, huyu mtu huyu mtoto wa nani? Amefunzwa na nani huyu mtoto huyu? Mbona ni wa kiume lakini anafanya hizi huduma? Watashangaa unaenda unachota maji unaweka pale jikoni asubuhi mapema, pika chakula pale. Na sio unapika tu ugali mradi kupika. So tunajua kuna ugali wa fasa. Tunafahamu ugali wa fasa. Unapikwaje? Hebu kaka tuambie ugali wa fasa unapikwaje? Unapikwaje? Lazima ujue wa fasa ili ujue wa kimishonari uko vipi. Unajua pia na vitu ujifunze kupika na ugali. Unapikaje ugali wa fasa? Tuambie dada, unapikaje? Tunaanza kupika nini? Maji, Kisha chemka ndio kinawekwa unga. Kisha unga tayari tunapata nini tayari? Kusonga haraka. Unangoja kama dakika moja. Si unapiga tu. Naweza dakika moja hizo ngoja, labda niweza kutafuta kitumbuki kwa watu upike mboga. Sio kama umeamua tayari bali. Weka tayari pale. Ugali unafika mwisho sasa. Ndio umeiva. Kwa hiyo ugali kiwa na moto umeiva. Hamna. Kumbe kuna njia za kupika ugali. Na Biblia inasema nafaka zinapaswa ziive kwa muda mrefu. Na ugali ukipikwa vizuri, unausikia kabisa hadi ukiweka mdomoni unasikia ladha. Hadi kuna kauskali fani kapo. Kuna watu wanasema mimi dona siwezi kula. Dona inachagua mboga. Hamna, hawajajua namna kuipika nini? Dona. Ukipika dona vizuri, unaweza ukaila yenyewe bila mboga. Ukala kama mkate. Tunasikia wapendwa? Haya. Kwa hiyo ndio missionary ya Mungu atawaita mahali fulani. Utakuwa na familia moja tu, itabidi uhudumie hapo, uisaidie. Utakwambia lakini hapo nyumbani kuna watu wanasumbuliwa na matumbo. Utaanza kuwasaidia kanuni za afya, utawafundisha. Ukiondoka hapa ndani ya wiki ngapi, watasema kweli hapa amekuja mtu kama Yesu. Wataona Yesu amekuwa anatembea nyumbani kwao. Mungu anataka twende hivyo. Na kuna vijiji vingi viko huko, majumba mengi hapo yanahitaji wa missionary. Wako wapi? Kina Amani wako wapi? Mungu atusaidie, si ndio jamani? Kwa hiyo ni zaidi ya kusaka kozi fulani ya masomo. Lazima tuwe na uwanja mpana, jikoni humo, kwenye matibabu humo, shambani humo, wapi humo. Kila mahali wewe upo. Sio unasema mimi na utaalamu tu wa kulima vitunguu maji. Lakini masuala bustani zingine za mboga hata sifahamu. Bado hujapata elimu ya nini? Ya kweli. Mimi najua matibabu vizuri lakini shambani siwezi kabisa. Nani atakulimia vitunguu saumu kwa ajili ya matibabu? Inabidi ujue na huko, si ndio? Tunaendelea hapa. Sasa anasema hivi, ni zaidi ya kusaka kozi fulani. Anasema ni zaidi ya matayarisho ya maisha ya sasa. Kwa kumbe elimu ya kweli inawapeleka watu kwenye maisha au inawatayarisha watu kuingia kwenye maisha. Tunasikia Kwa hiyo kama mtu amepata elimu ya kweli, itamsaidia kuingia kwenye maisha ya kweli. Na kama mtu amepata elimu ya uongo, itamfanya aingie kwenye maisha gani jamani? Ya uongo. Kuna nukuu moja nabii anasema kwamba katika kitabu cha Kuishi Mashambani, anasema maisha ya mjini ni bandia. Tunasikia? Amesema namna gani? Bandia. Alafu amesema sio halisi. Unasikia maneno haya? Kwa hiyo amesema sio halisi lakini pia ni bandia. Maisha wapi haya? Ya mjini. Kwa hiyo kama ni bandia, sio halisi, ina maana maisha gani hayo? Ya uongo. Na kama ni maisha ya uongo, tafsiri yake mtu amepata nini? Elimu ya uongo. Kwa hiyo elimu ya uongo imemwandaa kuingia kwenye maisha ya uongo. Kwa sababu lengo la elimu mwisho siku ni kuleta mtu kwenye maisha ya kweli. Kwa kama mtu hajaishi maisha ya kweli, ina maana huyo amepata elimu ya uongo. Aliyepata elimu ya kweli